Inasemekana kwamba ni sigara kwa sababu hapa hivi hawezi kupikia. Kuna kasehemu pale mbele hivi anapikia. Hali ya simanzi na vilio imetanda katika mtaa wa Blocks 1 kata ya Engutoto jijini Arusha mara baada ya jioni ya jana mzee mmoja anayefahamika kwa jina la Godfrey Noah ambaye anakadiriwa kuwa na umri wa zaidi ya miaka 50 aliteketea kabisa na moto. Tumefika hapa kuzungumza na majirani lakini pia na uongozi wa eneo hili kutusimulia namna tukio hilo lilivyotokea. Kwa majina mimi naitwa Goodluck, ni mwenyeji wa maeneo haya Engutoto. Jana ilitokea taharuki hapa ya moto kidogo kutokea. Tukiwa tunapita njiani pale niliona wenzangu wamesimama kuangalia moto ulikuwa unawaka kwenye nyumba ambayo tunaiona hapa. Na baadaye tulikaribia lakini tulishindwa kusogelea kutokana na moto ulivyokuwa ni mkali. Na baadaye nilienda kijiweni kwa washikaji wenzangu. Nikamwambia kwamba moto unawaka kwa nyumba ya anko, sababu tunamuita anko inaungua. Tulipofika wenzangu wakakubali tukanyanyuka pale tukafika hapa. Tulipofika hapa tulikuta moto ni mkali sana. Baadaye tulizunguka nyuma ya hii nyumba, kama unavyoona mazingira yenyewe ni magumu, tulizunguka na giza lilikuwa limeshaingia. Na hatimaye tulifanikiwa kuzima moto, lakini baadaye ya kuzima moto tulikuta tayari mtu kaungulia ndani. Sisi cha kwanza tulikuwa tunafanya uokoaji tu kwa sababu labda ya kuokoa labda mali zilizopo, na hatukuwa na uhakika kwamba kuna mtu, lakini baadaye tuliona mazingira ya kwamba kuna mtu ameungulia ndani. Na baadaye tuliangalia tukagundua kabisa kwamba ni mtu, kwa sababu tayari kuna baadhi ya sehemu ambazo tuliziona kama kifuvu la kichwa na baadhi ya kwenye sehemu ya mapafu tuligundua kabisa kwamba ni mtu. Kwa hiyo hatukuweza kuwa na namna nyingine. Ilibidi tulifanikiwa tu kuzima moto na baadaye hatimaye tukachukua. Polisi wenyewe walikuwa tumeshawasiliana nao, kwa hiyo walifika wakaja kuchukua mwili. Mazingira ya kuzima moto yalikuwa ni magumu kutokana na mazingira haya jinsi palivyokaa, kwa sababu maji yenyewe yalikuwa ni mbali, alafu tayari ukiangalia mazingira yenyewe ni magumu, yani ushirikiano kwa hapa hivyo, kwa sababu kwa mfano kama yeye alikuwa anakaa mwenyewe, hamna mtu ana taarifa. Kwa hiyo hata kupata maji yenyewe ilikuwa ni ngumu, jinsi unavyoona hapa pamejitenga, pamekaa kivyake, hamna pale, msaada ulikuwa ni mgumu. Maji kuna sehemu kuna mtaro hapa nyuma ndio tulipata pale, kuna mama alitusaidia ndoo, baadaye wenzangu tukasaidiana nao, kwa hiyo anabeba maji kule anapasia mwenzake na mwenzake ananipasia mimi, hatimaye tukawa tunarusha kwenye nyumba kama unavyoiona. Moto nadhani umeanza kwenye saa 12. Mimi nimekuja kuona kwenye saa 12 na ni moto ulikuwa ni mkali. Kwa hiyo hatukuweza kujua zaidi kwamba moto ulianza muda gani. Hatuwezi kusema chanzo ni nini kwa sababu hakuna mwenye ushahidi kwamba chanzo ni nini. Ila sisi tuliona moto, kwa hiyo sisi tulifanikiwa kuja tu kuzima. Kwa kweli tukisema habari za chanzo cha moto ni ngumu, kwa sababu hapa tukiangalia hamna hata mazingira ya umeme. Ndio. Gesi sisi kama tulivyozima moto ni kama panavyoonekana, hamna chochote kilichoonekana kwamba kuna gesi wala nini. Kama inasadikika kwamba ni mnywaji na ni mlevi anakunywa, lakini siwezi kusema sana kwamba juu ya maisha ya mtu jinsi alivyo, lakini inasemekana kwamba labda ni sigara, ila sina uhakika. Mwili tumeukuta hapa kama panavyoonekana, mwili ulikuwa umelala hapa. Tayari ilikuwa yani huwezi tambua mwili vizuri. Kwa hiyo tulikuta mwili umelala kwa hapo, kwa sababu hapa hivi ilikuwa kuna mabati niliyavuta nikayatoa, baadaye tukakuta mwili umelala kwa hapa. Kwa wakati ule tusingeweza hata kusikiliza habari ya harufu, kwa sababu tayari kila mmoja alikuwa na la kwake moyoni. Kwa hiyo hata harufu huwezi tambua kuna kitu unachoungua, na harufu ya mtu huwezi jua. Hatukuweza kujua kwa sababu tumemkuta tu amelala ameungua. Kwa hiyo sasa sisi hatukuweza kujua chochote. Wakati ule hata ile godoro lilikuwa haionekani kipande. Yaani kilichokuwa kinaonekana hapa ni moto tu, mkaa. Kwa majina naitwa Alison William. Jana mzee amekuja pale ofisini kwangu, akaniomba simu. Huwa ana tabia kuniomba simu aongee na ndugu zake. Aliniomba simu akaongea nao. Alipomaliza akaniambia sasa, ngoja mniende nikapumzike. Nikamwambia haina shida. Kuna mwindi mmoja pale hivi akampatia hela, akamwambia chukua utaenda kula, akasema asante. Baada hapo akaniambia kwamba ngoja kwanza mimi niende nikapumzike na nimeshapata hapa hela kula. Na hapa nilipo sijielewi. Haina shida. Ambia sawa. Kwa hiyo akapitia pale pembeni kuna duka, akachukua sigara yake, akaja nyumbani kupumzika. Kwenye kuja kupumzika sasa ndo moto unawaka. Hao nao wakaanza kusema nyumba ngo kule inaungua. Kaambia cha masiara, wewe unasema nyumba inaungua na mtu ameteremka muda si mrefu. Ndio kushuka kuja kuzima moto hapa. Kuja kwenye harakati za uokoaji ndio tukakuta hivyo tayari ameshaungua.
Ilibidi nimpigie ili niwape taarifa kwa sababu sikuwa na uhakika, kwa maana mimi mara nyingi ndo anatumia simu yangu. Kwa hiyo sikuwa na uhakika kwamba kusema kwamba kuna mtu mwingine ambaye anawasilianaga naye, yani anatumia simu ya mtu mwingine, huo uhakika sina. Maana mara nyingi sana anatumia simu yangu, hata ndugu zake wakitaka kumtafuta, wananitafuta mimi, jamani namba niongee na anko, na mimi naambia sawa, ngoja nikutafutie hivyo basi. Niliwaambia, huyo mmoja akasema haina shida, taarifa tumezipokea, lakini siwezi nikasema kwa sasa hivi maana mama yake pia anaumwa. Maana naye aliniambia mama yake anaumwa. Kwa sababu kilichomuua ni sigara, kwa sababu jinsi alivyokuwa ni amelewa alafu na ile sigara. Yaani ikapelekea mwenyewe akashindwa kuja kufanyaje? Kuzima, kwani hali aliyokuwa nayo na ule moto akakosa nguvu ya kufanyaje? Ya kuweza kutoka nje. Hapana. Alikuwa anaongea tu kawaida kwa sababu anakuaga naye pikipiki yake. Huwa anatumiwaga hesabu siku za weekend. Kwa hiyo huwa akiwapigia wananitumia kwenye simu yangu. Kuna wakala hapo jirani yangu, namtolea hela yake, nampa anaenda. Sasa jana imenishangaza maana wameongea tu, mimi nilikuwa niko busy nafanya kazi. Wameongea kweli muda mrefu, amaliza akaniambia haina shida tayari, asante, acha nikapumzike. Majina yangu mimi naitwa William Molel. Tukio ilitokea kwenye muda saa 12:30. Ila mimi nilikuwa nimetoka. Nilivyorudi nikuta watu ndo wanazima moto. Tukaanza kuzima wote moto, baadaye ndo tukaja kukuta mtu ameungua ndani. Uligunduaje moto? Shuhuda wa mara kwanza alipita hapo barabarani, akaona moto unawaka huko. Alivyoona moto unawaka, akaja mpaka hapa hivi akaangalia, akaona kwamba hataweza kuzima mwenyewe, akaenda pale kwenye marehemu alikuwa anaitwa kwa jina ambaye mimi namfahamu anaitwa Anko. Moto nadhani labda ni sigara tu atakuwa amevuta, ikaangukia labda kwenye godoro, ikawa ile eneo sijui kwamba ni la nani, lakini yeye kwamba ameomba tu kama hifadhi ya kukaa. Hana shida na mtu, ukimjaribu kuangalia hana shida na mtu, isipokuwa tu ndio hivyo, akipata hela kidogo aenda kunywa. Kwa hiyo ni mtu ni mlevi kwa ujumla. Alikuwa anaishi peke yake. Ni sigara kwa sababu anavuta sigara sana. Na inasemekana kwamba ni sigara kwa sababu hapa hivi hawezi kupikia. Kuna kasehemu pale mbele hivi anapikia hapa. Upande ambao hamna jiko, ambao sehemu ambayo analala ndio moto umetokea hapa. Hamna umeme wala gesi, labda ni jiko tu, labda na kuni na mkaa, lakini sidhani kama alikuwa na mkaa. Ameungua sana. Ameungua sana, imebaki mifupa tu. Ushauri wangu mimi tu ni kwa washauri kwamba waache kukaa peke yao. Kama ni mwanaume atafute mwenzake, au kama ni mwanamke pia atafute mwenzake. Kwa sababu huyu asingekuwa peke yake, angeweza kuokolewa, asingekufa. Kilichosababisha nadhani ile moto ilianza ilishika godoro, alafu bado kuna manguo ndani, ikawa imechangia hivyo, moto ikawa ni mkubwa. Shughuli zake ni video waka tu za mtaani basi. Ni mtu alikuwa ana shida na mtu. Sasa hivyo jamaa alisema na miaka 72, lakini mimi nikimwangalia ni umri wake umeenda. Lakini sio kwamba ni mzee sana, hapana. Ni mtu tu anaweza kupiga kazi kawaida. Yeye Anko ni mwenyeji wa Sekei. Nimekuta tayari ameshateketea, ndo tukafanya namna kutoa ile bati hapa, ndo tukakuta mwili uko ndani. Maana hatukujua kwamba kuna mtu uko ndani mara